vidonda vya tumbo, presha na changamoto ya uzito mkubwa. Vidonda vya tumbo, presha na changamoto ya uzito mkubwa. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii. Kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Siku ya leo nimepata swali kutoka kwa dada yangu mmoja anatoka Dodoma, ambaye alinitext hapa akaniambia, Dokta, baada ya kuona nilikuwa naongelea habari ya fasting, habari ya mifungo, namna gani ambavyo tunatakiwa tuwe wanadamu ambao tunaipumzisha mili, tujifunze kufunga. Kufunga ni tiba. So baada ya kuona masomo hayo katika WhatsApp status yangu, kwa sababu amesave namba yangu tayari, ambapo na wewe pia bila mwisho wa video hii chukua namba yangu uweze kuisave, ili unaona status zangu na utanitumia ujumbe Dr. mimi naitwa fulani, uweze kusave namba yako pia, na wewe pia unafaidika na masomo ya Dr. Kuboja. Kwa hiyo usifaidiki tu hapa YouTube, hata kupitia status pia natoa elimu pana zaidi ya sana. Kwa hiyo anasema, Dokta, sasa mimi nina vidonda vya tumbo na pressure, itakuwaje? Na mimi natamani kufunga. So hili lilikuwa ni swali lake la kwanza. Ana vidonda vya tumbo, ana pressure, anatamani kufunga, itakuwaje? So nakumbuka nilimpa mwongozo, akaniambia atanitafuta kwa wakati wake, lakini baada ya kuwa nimekuja kuongea naye kwa kina, nikagundua ni mtu ambaye ana pressure ya muda mrefu, lakini pia tayari ameshaanza kutumia dawa, na mbaya zaidi ni binti ambaye hata miaka 40 hajafikisha. So ni jambo ambalo linasikitisha kwa kiwango kikubwa sana kuona kwamba binti wa miaka 30 na tayari ameingia katika kumeza dawa za pressure kama wazee wa miaka 50 na kuendelea. Na hii yote ni kwa sababu ya kukosa maarifa sahihi kuhusiana na changamoto hii ya lishe. Kwa the same kwenye issue ya vidonda vya tumbo, unapokuwa na changamoto moja ya kiafya inaweza ka link kwenye changamoto zingine pia za kiafya. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ambacho huwa natoa elimu kila siku, unapokuwa umeanza kusumbuliwa na changamoto ya kiafya, tafuta kujua chanzo cha tatizo lako. Usikimbilie dawa. Moja ya kitu kubwa ambacho nimekuwa nikielimisha hapa ni kwamba hakuna elimu ambayo utakayopewa itakayokufundisha kwa nini wewe umepata pressure, kwa nini umepata vidonda vya tumbo. Hasa kwa wenzetu hawa ambao wanavaa makoti meupe. Kwa hiyo ni elimu ambayo imefichwa, kwa sababu wanajua wakikwambia ukweli watapoteza mteja, na hawapendi kupoteza mteja. Kwa hiyo hawa wenzetu ambao wanaovaa makoti meupe, changamoto kubwa hasa ni kwamba toka wakiwa shuleni wanafundishwa kuweza kuprescribe wewe kwenye dawa tu, kukupa dawa na kubadilishia dawa na kubadilishia dozi. Lakini hawezi wakufundisha kwamba umekuwa na vidonda vya tumbo kwa sababu ya ulaji mbaya wa vyakula. Umekuwa na vidonda vya tumbo kwa sababu unakula vyakula vya viwandani, kwa sababu unakula vinywaji vya viwandani. Kwa hiyo tujifunze kutafuta chanzo tatizo. So huyu dada niliongea naye na nikamwambia kwamba anatakiwa aingie katika matibabu haraka iwezekanavyo, kwa sababu tayari ameanza kuingia kwenye madawa, kumeza madawa, lakini still akiwa na umri bado ambao ni mdogo sana. Lakini pia namba 2 akasema kwamba, Dokta, mimi nikitumia vidonge lishe vya uzazi wa mpango na bongeka. So akaniambia pia anatumia njia za kisasa za uzazi wa mpango. Ni moja ya vitu ambavyo vina link kwa wanawake wengi sana kuweza kupata changamoto ya uzito mkubwa, kwa sababu vinakwenda kuchochea mtu anapata hamu ya kula kubwa, kwa na mwisho wa siku anajikuta anapata changamoto ya uzito mkubwa. So elimu hii Dr. Kuboja anawasaidia wanawake wengi ambao wanapitia hizi changamoto. Usiruhusu ukapata pressure ukaenda kuingia kwenye utumwa wa kumeza dawa. Usiruhusu ukapata vidonda vya tumbo ukawa ni mtumwa wa kubadilishia dawa kila siku. Njoo kwa Dr. Kuboja upate maarifa, upate elimu, utapata ushauri. Kuna gharama ya kuweza kuongea na mimi, utalipia huduma ya ushauri nasaha. Nitaongea na wewe kwa kina na nitakusaidia changamoto yako ya ugonjwa wote wa lishe. Iwe ni vidonda vya tumbo, iwe ni pressure kama huyu dada, iwe ni kisukari. Kuna wengine pia nawasaidia kupitia ushauri tu na kucontrol vyakula vyake, na kumsaidia kucontrol vyakula. Ale nini asubuhi, ale hiki, asile hiki, asile hiki. Na mwisho wa siku anafanikiwa na kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kwa ushauri na saa, kwa program za magonjwa ya lishe, kwa matibabu, nipigie katika namba ifuatayo: 0765 493 645,
65 493 645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Bye bye.